katika mkataba ulio baina ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Wizara ya Dini kule Saudi Arabia, moja ya mambo yake ni hili jambo la mashindano ya Qur'ani, yani tunzo hii ya mashindano ya Qur'ani ambalo limeonekana litekelezwe katika mtindo mwingine, badala ya kwamba Qur'ani mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuawidhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakayokuwa imesomwa pale. Tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mwenyezi Mungu atupe taufik na atujalie kuweza kuhudhuria, lakini atujalie kuweza kushuhudia, na tarehe 5 inshallah taala mwezi wa 4 2026 tuhudhurie vile vile kwa wingi kama ambavyo tumeweza kuhudhuria katika mashindano mengine yote yaliyopita. Na mashindano kama unavyoelewa, uwanja wetu ni ule ule tu wa Mkapa, ndio tutahudhuria hapo katika uwanja wa Mkapa National Stadium kwa ajili ya kuja kuangalia vipaji vingine, na kama alivyoeleza Sheikh Kaporo na akaeleza na balozi wetu kwamba matarajio ni kupatikana mmoja ya maimamu wa haramu ya Makka na haramu ya Madina, yani msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo karibuni sana, tulione hili jambo kubwa. Mtume anasema man utiya alqur'ana faraa anna ahadan utiya afdala mimma uti faqad saghara aziman wa azzama saghira, rawahu at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir an Abdullah ibn Amr. Mtume anasema mwenye kupewa Qur'ani, na sisi sote tumepewa Qur'ani, ndio kitabu chetu, kisha akamwona mwingine amepewa kitu kikubwa zaidi kuliko yeye na kilicho bora kuliko yeye, huyu amelifanya dogo jambo kubwa na akalifanya kubwa jambo dogo. Kwa hiyo sisi tuifanye Qur'ani ya mashindano haya ni jambo kubwa kweli kiasi cha kwamba linatushughulisha na tunaweza tukahudhuria hata kama sio mwezi wa Ramadhani katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria, kwenda kuona vipaji vya wasomaji na pia kwenda kupata rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusomwa Qur'an. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua tukio muhimu, tukio ambalo huwa linafanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mafanyiko yake yatafanyika katika mwezi wa mfungo mosi insha Allahu Ta'ala. Mwezi wa mfungo mosi ndio yatafanyika sawa na mwezi 16 au 17 hasiba mwandamo. Tukio lenyewe ni yale mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu hapa Tanzania. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizaratu Shuuni al-Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa
na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjid al-Haram na Masjid al-Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajirisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nichukue nafasi hii kumshukuru balozi wa Saudia kwa namna mchango wake anapotoa katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni.